أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Shukrani zote na kila sifa njema zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, bwana na mlezi wa walimwengu wote, na mfalme pekee wa siku ya malipo, aliyetuteremshia mwongozo wa Qur'ani tukufu. Rehma na amani zimwendee bwana wetu mbora wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ahali zake, sahaba zake na wafuasi wake wote wanaofuata nyayo zake katika kuhuisha Uislamu katika jamii mpaka siku ya malipo. Amin. Ndugu zangu watazamaji, karibuni kwenye kipindi maalum cha nusura ya elimu ya dini ya Kiislamu Tanzania. Kipindi ambacho kitaangalia namna ya kunusuru elimu ya dini ya Kiislamu Tanzania. Na insha Allah kitakuwa na mfululizo wa baadhi ya mada. Na leo tutaangalia nini maana ya elimu ya dini ya Kiislamu pamoja na umuhimu wa elimu ya dini ya Kiislamu kwenye kuhuisha Uislamu na kuijenga jamii bora. Ndugu yangu, maana ya EDK au elimu ya dini ya Kiislamu ni ujuzi, ufahamu au taaluma au maarifa ya dini tukufu ya Kiislamu inayofundishwa kwa mtaala rasmi kuanzia ngazi ya awali, yani chekechea, msingi darasa la kwanza mpaka la 7, sekondari kidato cha kwanza mpaka cha 4, cha 5 na cha 6, pia vyuoni. Kwa elimu ya dini ya Kiislamu ni taaluma maalumu inayofundishwa kuanzia ngazi ya awali mpaka vyuo vikuu kwa kufuata mtaala. Ndugu yangu, malengo ya elimu ya dini ya Kiislamu makubwa ni 4. Lengo la kwanza ni kumfanya anayefundishwa au mwanafunzi au anayefundisha kwanza aujue Uislamu sahihi na kuuishi katika maisha yake ya kila sekunde. Hili ni lengo la kwanza. Ama lengo la pili la elimu ya dini ya Kiislamu ni kumfanya mwanafunzi awe chachu ya kuhuisha Uislamu katika jamii. Na la tatu ni kufanya anayefundishwa kufaulu elimu ya dini ya Kiislamu na masomo mengine. Lakini na lengo la mwisho la 4 ni yule kumfanya anayefundishwa elimu ya dini ya Kiislamu au anayejua awe kimbilio la jamii kwa haki na uadilifu. Ukiangalia malengo haya ni mambo muhimu sana katika dini yetu ya Kiislamu na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo elimu ya dini ya Kiislamu EDK ni somo lenye mtaala, yani lenye utaratibu maalumu. Nani atasoma nini na wakati gani, na tunamuandaa awe nani, maana yake tunafanya tathmini. Kwa elimu ya msingi kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7 anasoma mada takribani 6. Mwanafunzi atasoma akhlaq, kwa maana elimu ya dini ya Kiislamu itamuandaa huyu mwanafunzi wa darasa la kwanza mpaka la 7 akhlaq, kwa maana ya tabia njema. Atasoma Qur'ani, atasoma fiqh, atasoma tauhidi, atasoma sunna na hadithi, kisha atasoma tarehe. Na pia kwa mwanafunzi wa kidato cha kwanza mpaka cha 4 atasoma takribani mada 5. Atasoma tauhidi, atasoma fiqh, atasoma Qur'ani, atasoma sunna na hadithi, kisha atasoma tarehe. Na kwa kidato cha 5 na cha 6 wenyewe watakuwa na volume 3. Volume ya kwanza itakuwa ni fiqh and tauhidi, kutakuwa na the study of Qur'an and hadithi, halafu kisha itakuwa na Islamic history. Ama vyuoni watasoma taaluma pamoja na utaalamu wa kufundisha hiyo elimu ya dini ya Kiislamu. Al-Qasri Zanzibar nao wanasoma masomo haya kama mafunzo ya dini ya Kiislamu, na wao wana takribani wana vitabu vyao mafunzo ya dini ya Kiislamu kuanzia darasa la kwanza mpaka la 6. Kwa kidato cha kwanza mpaka cha 4 na kuendelea tunachangia. Kwa ndugu yangu Muislamu, hiyo ndiyo elimu ya dini ya Kiislamu.
Kwa tunapotaka tunusuru, tunaposema nusura ya elimu ya dini ya Kiislamu, maana yake ni jitihada za dhati za kuiokoa, za kuinusuru elimu hiyo, fani hizo waweze kuzijua vijana wetu kuanzia darasa la awali kwa maana ya chekechea mpaka vyuoni, kwa maslahi mapana na makubwa ya Uislamu na jamii kwa ujumla. Ama ndugu yangu Muislamu, baada ya kuangalia malengo makuu ya elimu ya dini ya Kiislamu ambayo ni hayo manne, au mtu aujue Uislamu sahihi na kuuishi, awe chachu wa kuhuisha Uislamu katika jamii, afaulu mtihani wa elimu ya dini ya Kiislamu, na awe kimbilio la haki na uadilifu, ni kuchukue ndugu yangu tukaangalie faida na umuhimu wa elimu ya dini ya Kiislamu. Faida na umuhimu wa elimu ya dini ya Kiislamu zipo takriban nukta 8 ambazo ni faida za elimu ya dini ya Kiislamu. Nukta ya kwanza ni kuandaa wasomi au wataalamu au viongozi watakaoujua Uislamu, wakauishi Uislamu na kuuisha na kujua hadhi na lengo lao. Elimu ya dini ya Kiislamu, miongoni mwa umuhimu wa mafaida ya kwanza ni kumuandaa msomi. Tukumbuke wasomi ama wataalamu wanatokana kwenye silsila hii ya elimu. Kwa elimu ya dini ya Kiislamu, lengo lake ama faida kubwa pia na umuhimu wake ni kumuandaa msomi au mtaalamu au kiongozi atakaojua Uislamu na kuuishi na kuuhuisha katika jamii kwa kujua lengo lake. Jamii ya leo, utashangaa ndugu yangu Muislamu, jamii ya leo wanaofanya ibada, wanaojishughulisha na ibada, imefikia hatua wanaojishughulisha na ibada ni maskini, ni wazee, si wasomi, wale watu wa kawaida wa hadhi ya chini. Inafikia hatua msomi kumkuta na dini, kumkuta anajishughulisha na ibada ni mshangao. Mtu anaweza akakosa kupata mshangao kumuona samaki anapanda kwenye mti, lakini akashangaa profesa fulani, doktori fulani, kiongozi fulani, mwenyekiti wa chama, na yeye anajishughulisha na dini. Kwa ni kushangaa. Kwa lengo la elimu ya dini ya Kiislamu ni kuandaa hawa wasomi, wataalamu na viongozi wetu waujue Uislamu, wajue hadhi zao, wajue lengo lao, kwamba wewe licha ya kuwa kiongozi, licha ya kuwa ni msomi, hujaumbwa bure na Mwenyezi Mungu. Yupo Mwenyezi Mungu aliyekuumba, na yeye Mwenyezi Mungu aliyekuumba amekuumba kwa jambo maalum, amekuumba kwa lengo maalum, na hilo lengo utalijua, unabidi ulitekeleze katika maisha yako ya kila siku. Kwa hili ni la kwanza. Na ukisoma kwenye Qur'ani sura 35 aya 28, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada a'udhu billahi minashaitani rajim, anasema innama yakhsha Allahu min ibadihi alulama, kwa hakika wanaomwogopa Allah miongoni mwa waja wake ni wenye elimu, ni wataalamu. Kwa lengo la elimu ya dini ya Kiislamu ni kwamba ni kumchukua mtaalamu, akishamaliza chuo kikuu, kaandaliwa kimtaala kuanzia awali, ajue lengo na hadhi yake ya Kiislamu. Na ukirejea kwenye Qur'ani, ni sura nyingi sana, Mwenyezi Mungu mtukufu anasisitiza sana elimu. Mwenye elimu ndiyo anayemjua Allah tabaraka wa taala. Lazima tujiulize Waislamu, ni wapi tulibi tunidi kwamba leo wenye elimu, viongozi, wataalamu ndo hawamjui Mungu hasa kabisa, baadhi yao wengi. Kwa lengo la elimu ya dini ya Kiislamu ni kurejesha hadhi hiyo. Ukiangalia Ankabuti sura 29:43 utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akielezea sana suala la elimu. Na ndugu yangu Muislamu, Uislamu si dini ya wajinga. Uislamu si dini ya wajinga, na ujinga kwenye Uislamu hauna dharura. Kwa elimu ya dini ya Kiislamu inataka imuandae mtu kuanzia awali mpaka anamaliza chuo kikuu, anapata ajira, ameuishi Uislamu. Hili ni lengo la kwanza, na lengo hili lina faida kubwa mno. Sasa ukiangalia leo, kwa sababu lengo hili alipo, hakuna shekhe, na mashehe wamekuwa wajanja, haendi hospitalini amevaa kanzu. Kwa nini? Anajua kwamba huyu ninaenda kwa daktari, dini hana, licha kuwa ni Muislamu. Kwa ataenda amevaa suti,
Haendi kwa nani akivaa ile, kwa sababu sisi hatujawaandaa vijana wetu, wataalamu wetu na dini yetu tukufu ya Uislamu. Kwa hilo ni lengo la kwanza. Ama lengo la pili, faida ya pili, umuhimu wa pili wa elimu ya dini ya Kiislamu ni kupata viongozi ama wataalamu waadilifu, watetezi wa haki, amani. Hauwezi kuwa mwadilifu kama huna hofu na Allah tabaraka wa taala. Haijatokea duniani na haitatokea mtu akawa mwadilifu, mtu akawa mpigania haki, mtu akawa msema kweli kama hana hofu ya Allah tabaraka wa taala. Kwa lengo, umuhimu wa elimu ya dini ya Kiislamu ni kumwandaa huyu msomi ambaye baadaye atakuja kushika nafasi, kumwandaa huyu msomi atakayekuwa mtaalamu, amjue Allah, awe na hofu na Allah tabaraka wa taala. Na tunaposema uadilifu, maana yake ni usimamizi wa ukweli na kusimamia ama kutoa haki panapostahiki. Uislamu, dini yetu tukufu ambao ni mfumo wa maisha, umesisitiza sana suala hili. Ukiangalia sura ya 4 ya 135, sura ya 5 ya 8, sura ya 6 ya 152 na kadhalika, Uislamu ni dini ya haki, uadilifu. Kwa hiyo elimu ya dini ya Kiislamu, miongoni mwa umuhimu wake ni kumwandaa huyu msomi wa Kiislamu, kumwandaa huyu mwanachuo, kumwandaa huyu mtaaluma aweze kuwa kiongozi, kuwa mtetezi wa haki na uadilifu. Na tuna mifano mingi sana ya hali hii. Kwa Uislamu tuna shida ya viongozi ambao ni waadilifu, yani utaenda sehemu, Uislamu hauhitaji kupendelea wala hauhitaji upendelewe, lakini unahitaji ile haki na uadilifu. Kwa elimu ya dini ya Kiislamu inamuandaa msomi huyu asimamie haki na uadilifu. Tutaangalia wapo wengi sana kwa mifano yao. Kwa hili ni ya pili. Ama umuhimu wa tatu ni kuirejesha hadhi na heshima ya Uislamu. Ndugu yangu mtazamaji, ukosefu wa elimu ya dini ya Kiislamu umepelekea Waislamu wengi kutoingia na Uislamu popote walipo. Waislamu wengi kutoingia na Uislamu popote wanapopata nafasi. Ukimkuta daktari leo, ataenda kwenye udaktari wake na udaktari hatoingia kama mimi daktari, pia mimi ni Muislamu. Ukamkuta mwanasiasa, ataingia kwenye chama chake au kwa nafasi yake kama mwanasiasa, Uislamu atauacha nyuma. Uislamu si pati ya maisha yake ya kila siku. Ukamkuta pia alkasiri mwalimu na kadha wa kadha hakim. Kwa Uislamu haupo kwenye baraza zetu, wala haupo kwenye vikao vya maamuzi, wala maofisini kwetu haupo Uislamu. Sasa elimu ya dini ya Kiislamu, miongoni mwa faida zake ni kuirejeshea hadhi na heshima dini yetu tukufu ya Uislamu. Imwandae mtoto huyu kuanzia nasari mpaka anapata nafasi kwamba wewe tenda uadilifu bila upendeleo. Kipi kinachokuongoza? Una Uislamu, wewe ni Muislamu. Kwa hili ni faida ya tatu ya elimu ya dini ya Kiislamu. Kwa ni faida ya tatu katika elimu ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo ni kuirejesha. Leo kwa sababu hii ya ukosefu wa elimu ya dini ya Kiislamu, tunawazalisha viongozi, tunawazalisha wataalamu, wataaluma ambao yeye anakuwa ni Muislamu kwa jina, na hajui kabisa kwamba Uislamu una mchango kwake, na yeye ana nafasi ya kuupigania Uislamu. Na uzuri kuupigania Uislamu ni haki na uadilifu. Basi ni haki tu na uadilifu. Hauhitaji vurugu wewe, hauhitaji hasira wewe, hauhitaji umuone mtu, Uislamu hauhitaji hivyo. Uislamu hauhitaji wewe umwadhibu mtu kwa niaba ya Uislamu. Wewe utakuwa sio Muislamu. Uislamu unataka uadilifu na haki. Kwa elimu ya dini ya Kiislamu ni kuirejesha hadhi na heshima. Hapa kuna mifano mingi sana.
mifano mingi mno. Unaweza ukaenda sehemu, ukakuta sehemu ile yupo Muislamu, wewe hujaenda kwa sababu upendelewe, unaenda kwa haki, ni haki yako wewe kwenda, lakini Muislamu yule ndo anayekukimbia. Asiyokuwa Muislamu ndio anakusaidia kwamba Sheikh, njoo, una shida gani? Sheikh, mimi bwana leo Ijumaa muda wangu wa kusali. Kusali, nenda. Yule Muislamu kaka, na ukimfuata sana atakwambia Waislamu mtaniponza. Kwa tunatamani hadhi na heshima ya Uislamu irejee. Lengo lingine baada ya hili kuirejesha hadhi na heshima ya Uislamu, lengo la 4 la elimu ya dini ya Kiislamu ni kurejesha Uislamu kwenye reli kwa kujua lengo la kila ibada. Kwa kujua lengo la kila ibada. Uislamu, dini yetu tukufu ya Uislamu, kila ibada ina lengo lake. Ukisoma sayansi, kuna kanuni moja inaitwa WEC. WEC maana yake ni kazi. Hasa mwana sayansi ukimuuliza bwana mpe max huyu, amefanya kazi, yeye atachukua kanuni. WEC is equal to force times distance. Kazi maana yake ni ile nguvu umeitumia kisha tuone mjongeo. Kwa elimu ya dini ya Kiislamu, kila ibada ina lengo lake. Kwa hiyo miongoni mwa faida na umuhimu wa elimu ya dini ya Kiislamu ni kufanza zile lengo, tufanye ibada kwa kufikia lengo lake. Kama wewe unafanya swaumu, wewe unafunga, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa lengo la swaumu kwamba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lengo la yofunga uwe mcha Mungu. Kama wewe unafanya ibada ya swala, basi hata hiyo swala yenyewe ina lengo lake. Inna salata tanha anil fahashai wal munkar. Hakika ya swala bwana ikuziwie na maovu. Kwa hiyo lengo la elimu ya dini ya Kiislamu lingine ni kwamba ni kuirejesha Uislamu kwenye reli kwa kujua lengo la kila ibada. Kwa kujua lengo la kila ibada. Kwa hiyo hili ndilo hasa Qur'ani lengo lake nini? Lengo lake ni kuwa muongozo. Wewe usiendeshe maisha yako kwa namna yoyote, isipokuwa uendeshe maisha yako kwa mujibu wa muongozo wa Qur'ani. Kwa hiyo ndio lengo la elimu ya dini ya Kiislamu. Ama ndugu yangu Muislamu, kwa kumalizia, faida ama umuhimu wa 5 wa elimu ya dini ya Kiislamu kufundishwa mashuleni ni kuwa malezi, kuweka malezi ya Uislamu katika wanafunzi wetu au kizazi chetu kuanzia nasari au awali mpaka vyuoni. Leo kama kuna jambo gumu ambalo Waislamu tumeliacha, sisi hatuna malezi kwa vijana wetu. Ukiuliza kuna msikiti gani, una wa vijana wangapi wanaolelewa na msikiti ule, inaweza kuwa historia. Ukauliza ni taasisi gani, yenyewe ina vijana 2 au 3 inawalea, inawaangalia, ni historia. Kwa lengo la elimu ya dini ya Kiislamu ni kufanya malezi kwa vijana wetu. Na kanuni ya malezi ni kwamba usipokilea kizazi chako kwa maadili na misingi unayoifuata, misingi unayoitaka, ni lazima jamii au watu watakilea kizazi chako kwa misingi wanayoitaka wao. Kwa hiyo elimu ya dini ya Kiislamu licha ya yote ni sehemu ya kukiandaa kizazi chetu kwa malezi. Kwa ndugu yangu Muislamu, zipo faida na umuhimu mwingi wa elimu ya dini ya Kiislamu. Kwa tumeanzisha kipindi maalum kinaitwa Nusra ya elimu ya dini ya Kiislamu Tanzania ili kufikia malengo hayo. Na ndugu yangu, mashule yote kuanzia shule ya msingi mpaka na kuendelea ni ruhusa. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa ruhusa ya kipindi cha dini rasmi kwa waraka huu hapa. Huu ni waraka rasmi ambao ni wa serikali wa kusisitiza
vipindi vya elimu ya dini ya Kiislamu viwepo mashuleni. Waraka huu hapa, na waraka huu unaosisitiza elimu ya dini ya Kiislamu una takriban nukta 4. Nukta ya kwanza, anasema mafundisho ya dini katika shule za msingi na sekondari ni ya lazima, si ya hiari, ni ya lazima. Serikali imeshasema ni ya lazima. Lakini la pili, kila wiki kipindi cha elimu ya dini ya Kiislamu kipewe vipindi viwili takriban dakika 80 nje ya Ijumaa. Yani kile kipindi kisipewe wakati wa Ijumaa. Kwa nje ya Ijumaa kipewe takriban dakika 80, ni waraka wa serikali. Lakini ya tatu, kila dini ifanye jitihada ya ufundishaji. Kila dini ifanye jitihada ya ufundishaji. Kila dini anasema mafundisho ya dini yatafundishwa na walimu wa dini wa madhehebu yote yanayotambulika. Kwa kila dini ifanye jitihada. Kwa kuanzia leo, wewe ndugu yangu, ujue kuna watoto wa chekechea wanahitaji wasome dini. Kuna watoto wa shule ya msingi wanahitaji wasome dini. Kuna watoto wa sekondari form 1 mpaka form 6 wanahitaji wasome dini. Kuna watu kuanzia vyuoni wanahitaji wasome dini. Ni wewe peke yako lazima uweke mchango wako, jitihada zako, ili elimu ya dini hii ya Kiislamu ifundishwe. Lakini pia wanaotaka wafanye mtihani na wakifanya mtihani ule uratibiwe, alama zao ziwekwe. Kwa hii ni elimu ya dini ya Kiislamu ambayo tutakuwa tunaendelea na kipindi chetu cha elimu ya dini ya Kiislamu, nusura ya elimu ya dini ya Kiislamu Tanzania. Ndugu yangu mtazamaji wa ZVP Online TV, ambapo itaendelea kurusha kipindi hiki maalum cha nusura ya elimu ya dini ya Kiislamu, leo tumeona kwa ufupi maana ya elimu ya dini ya Kiislamu. Tumeona kwa ufupi umuhimu wa elimu ya dini ya Kiislamu. Mwenyezi Mungu akipenda, kwenye kipindi kijacho tutaangalia hali halisi ya elimu ya dini ya Kiislamu Tanzania na kuthibitishia. Ukiangalia swala hili la waraka wa serikali na hali ilivyo, elimu ya dini ya Kiislamu Tanzania kuanzia nasari mpaka vioni ni zaidi ya msiba. Ni zaidi ya msiba na haihadithiki. Kwa tukutane kwenye kipindi cha pili kadri Allah atakavyotujalia kuiona hali halisi ya elimu ya dini ya Kiislamu. Wabillahi tawfiq. Naitwa Mwalimu Mikombe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.